Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia? Hapa nashaka uko vyema kabisa, lakini kwa upande wangu mimi niko swadakta kabisa. Karibu tena siku nyingine ya leo tuweze kuangazia zile taarifa mbalimbali ambazo tumeweza kukuandalia na tunatamani kukusogezea kupitia channel yetu ya Biomedia. Bana, umeshasikia ile haishi mpaka aishi. Bado tuko na story ambayo Bidada Mange amemshushia kichambo Zuchu baada ya bonge la dada kutoboa siri. Diamond alimtongoza kweli. Diamond sio mwanaume wa mwanamke mmoja. Mambo iko hivyo na mambo yanatikisa kweli mitandaoni, na kuna kwa mitandaoni kwa sasa Queen Euphrason almaarufu kama bonge la dada ameweza kufanya mahojiano na ya kusisimua kupitia kipindi maarufu cha Bongo 255 kinachorushwa na Global TV. Katika mahojiano hayo bwana, Bidada bonge la dada ama Queen amegusia mambo mbalimbali kuhusu maisha yake ya sasa, mafanikio, changamoto pamoja na tetesi ambazo zinahusiana na yeye. Lakini pia akagusia mafanikio ya kimuziki, kwamba muziki umeleta mafanikio makubwa kwa watu binafsi, jamii na hata mataifa kote ulimwenguni. Kwa wasanii, muziki ni chombo cha kujieleza, lakini pia chanzo kikubwa cha kipato. Wengi wameweza kujenga maisha bora na hata kusaidia familia na jamii zao kupitia vipaji mbalimbali ambavyo wako navyo. Lakini pia muziki umefungua milango ya kimataifa, ambapo wasanii kutoka sehemu mbalimbali wameweza kushirikiana kusafiri duniani na kuwapa mashabiki uzoefu wa kipekee kupitia tamasha pamoja na nyimbo. Zaidi ya hapo, muziki umechangia sana katika kukuza utamaduni na kuhimiza mshikamano wa kijamii. Lakini pia muziki wa jadi ya kisasa pamoja na mchanganyiko wake umeweka historia hai, ukitunza simulizi na falsafa za watu wa aina tofauti. Lakini pia muziki umetumika kama njia kutoa ujumbe wa matumaini, haki za binadamu na mabadiliko ya kijamii. Na kwa namna hiyo basi umekuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiutamaduni. Kauli zake bwana zimezua gumzo sana mitandaoni, huku baadhi wakimpongeza kwa ujasiri wake na wengine wakitaka kufahamu zaidi undani wa maisha ya bonge la dada ama Bidada Queen. Sasa baada ya mrembo Queen aka bonge la dada kufunguka hayo na kumtaka Diamond, mkurugenzi wa Wasafi Media, lakini pia mume halali wa Bidada Zuchu, maneno yake yamekuwa mengi ama yameweza kuwa mitandaoni kwa baadhi ya mashabiki na kusema kuwa Diamond sio mwanaume wa mwanamke mmoja. Kila mwanamke maarufu Diamond kapita naye. Kwa hiyo Zuchu asiwe anajinadi mitandaoni kujiona kwa Diamond kafika, kwamba yuko peke yake. Lakini pia ikumbuke kwamba majuzi kati tu hapa kulikuwa na vute ni kuvute mitandaoni baada ya dancer Angela Nyegu kuonekana kuwa na kwamba ana bifu kubwa kisa Diamond, mpaka zikaibuka skendo kuwa hata huyo bonge la dada asingekuwa maarufu. Lengo la kuwa maarufu ni kumpoteza Angela Nyegu ambaye ni hasimu mkubwa sana wa mwanadada Zuchu, kisa Diamond Platnumz. Lakini cha kushangaza siku ya jana bwana, baada ya Bidada bonge la dada kufunguka na kumtaja Diamond kuwa ukabili muonekano wake Bidada, mwanaharakati wa mitandao Mange Kimambi kupitia Mange Kimambi app ameweza kutoboa siri kwa kuandika ujumbe mzito ambao umelenga kuonesha kuwa Diamond ukiachana na huyo Angela Nyegu, kumbe mpaka bonge la dada ametoka naye kimapenzi. Mange ameandika hivi, sasa tusio wengi wa maneno tuweze kukusogezea yale ambayo ameweza kuyaandika. Anasema hakuna asiyejua kuwa Diamond sio mwanaume wa mwanamke mmoja. Ametajwa amejawa na tamaa za kimwili, nilimbukeni wa wanawake, kila mwanamke yeye anataka apite naye. Msichokijua ni kwamba mwanamke huwezi kufanya kazi Wasafi kwa Diamond bila kupita na wewe. Kila mwanamke unayemuona maarufu ambaye kapita Wasafi lazima Diamond apite naye. Tukianza na Ayla, mtangazaji wa Wasafi, Diamond kapita naye. Na zipo skendo kwamba kaza naye pia mtoto, na wameficha tu na wanamficha Zuchu ili Zuchu asijue. Diamond kapita naye na mpaka sasa ni mke na mume, japo kwa ndoa ya mkeka. So kwa upande wa Angela Nyegu na wengine wengi, Diamond ni limbukeni wa mapenzi. Kila mwanamke anataka apite naye. Kwa hiyo hata huyo bonge la dada singekuwa maarufu bila kupitiwa na Diamond Platnumz. Ndio maana amesema kuwa Diamond amemsifia muonekano wake wa umbo.
Hayo ndo maneno ambayo Mange aliweza kuyaandika kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo. Sasa pengine nini maoni yako wewe ambaye unatazama channel ya Biomedia kwa wakati huu juu ya hile ambalo linaendelea? Mfuatiliaji wetu wa Biomedia, unadhani kitendo cha Diamond kupitia kila mwanamke ambaye amepita pale katika television ya kwake pamoja na radio kwake ya Wasafi ni vizuri kweli au ni mnyanyasaji wa wanawake? Baada ya kutoa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusu hili, basi tuweza kupita nayo kunako video nyingine. I hope umeweza kuenjoy mwanzo mpaka tamati hapa ambako tumefikia. Endelea kubaki nasi kwa kupata update mbalimbali. Hii ni channel ya Biomedia, jina langu ni Official Rose D. Endelea kusubscribe, kucomment, kushare, like, itakuwa inapendeza. Mpaka wakati mwingine, stay tuned kwa ajili ya kuendelea kuhabarika.